وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika mlango wa 12 katika kitabu Ahkamul Janaizi, mlango 12 unazungumzia juu ya hamlul janazati wa ittiba'i, kuhusu jambo la sheria ya kuchukua jeneza na kulifuata jeneza, yani namna ya kwenda nalo, kulipeleka kwenye kusaliwa au kuzikwa. Tukasema ya kwamba kila jambo Mwenyezi Mungu ameliwekea sheria katika dini. Hakuna jambo liloachwa ovyo, bali mpaka kwenda na jeneza kumewekwa sheria vile vile, namna gani Waislamu watakiwa waende nalo jeneza mazikoni. Wa ibn Umar, na vile vile kutokana na Abdullah bin Umar, قال amesema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu, an tutba'a janazatun, kufuatwa jeneza, maaha rana, pamoja na jeneza hilo ukaweko moto mbele yake. Rana bimaana ya nar. Akhrajahu Ibn Majah, hadithi hiyo ameitoa Ibn Majah wa Ahmad min tariqaini an Mujahid, katika njia mbili zilizopokelewa hadithi hii, zote kutokana na Mujahid anhu, wa huwa hasanun, na hadithi yenyewe katika upande wa mategemezi ni nzuri, bimajmu'i tariqaini, kwa zote mkusanyiko wa njia zake mbili. Wa an Abi Musa fi an-nahyi an ittiba'i al-mayyit bimajmar, na kutokana na Abi Musa kuhusu katazo la kufuata maiti kwa makaa ya moto au vyetezo, vile vile iko katazo hilo. Hawatakiwi Waislamu majeneza yao kuyaongoza kwa moto. Waqad taqaddama lafdhuhu, na kuhusu katazo hili la kufuatwa au kuongozwa jeneza la Waislamu kwa moto, kwa hakika katazo lake limetangulia tamko lake fil mas'alati athaniya ashara, katika mas'ala nambari 12, faqratu ba'un, kwenye kifungu cha b, sahifa 8. Ukifungua katika sahifa ya 8, peji namba 8, kwenye faqratu ba'un utakutana na mambo haya. Warujuma kidogo kuipata habari hii, tamko la katazo la Mtume kuhusu kuongozwa jeneza la Kiislamu kwa makaa ya moto. Maneno yanaanza hivi kwenye nambari 12 ukurasa wa 8. Anasema Albani, walamma kana alghalibu ala kathiri min an-nas fi hadha az-zamani, na ilivyokuwa aghlabu juu ya wengi katika watu katika zama zetu hizi, al-ibtidaa fi dinihim, kuleta uzushi katika dini yao. Ilivyokuwa hivyo ndivyo ilivyo.
wala siyama fima yataallaqu bil janaiz, na hasa katika mambo yaliyofungamana na mazishi. Ilivyokuwa wanazua sana Waislamu katika mambo haya, kana min alwajibi, imekuwa ni katika jambo la wajibu, an yusi almuslim, au siya muislam, bi an yujhaza, ya kwamba yeye muislam atayarishwe, wa yudfana, na azikwe ala sunnati, juu ya mwenendo wa mtume. Au siya hivyo kwa sababu ni jambo la kawaida watu kwenye mazishi ni katika pahala walipomkataa mtume wa Mungu kata kumpata. Ingawa lakini kwenye kila uwanja wa dini mtume kakataliwa, lakini katika mambo ya mazishi zaidi Waislamu hapa wamembisha, wamemsusia, wamemuona amekhini baadhi ya mambo, na wamemuona mtume wa Mungu hakuwafurahisha katika mafunzo ya dini yaliyopewa na Mola wake, hakuwaridhisha watu, hakuyafanya yale ambayo watu watakayofanya. Albani anasema ilivyokuwa hivyo ni aghlabu ya mambo, yatakikana muislam awahusie watu wake, atayarishwe kwa kisunna, azikwe kisunna, amalan biqaulihi ta'ala, na wasia huu itakuwa anatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu iliyokuja kwenye aya ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yenye ambao mmeamini ziokoeni nafsi zenu nyinyi wenyewe na muziokoe nafsi za watu wenu na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, na mwako wake moto huo ni watu na mawe. Alaiha malaikatun, juu yake moto huo umewekewa walinzi malaika, ghiladun shidadun, wakali mno na wenye nguvu nyingi. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa jambo alilowaamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya yale ambayo wanaamrishwa. Anasema walidhalika kana ashabu rasulillah, na kwa ajili ya agizo la Mwenyezi Mungu hili kwamba ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu na moto, basi walikuwa masahaba wa mtume yusuna bidhalika, wakihusia jambo hilo la kutayarishwa kwa kifa na wazikwe kwa mujibu wa sheria ya Mtume Muhammad. Wala atharu anhum bima dhakarna kathira, na athar yani maneno au vitendo vya masahaba na matabiina kuhusu jambo hili la kuhusia mambo ya mazishi ni nyingi sana. Fala ba'sa min al-iktisari ala ba'dha, hapana ubaya wote kutaja japo kwa ufupi baadhi yake. Athari hizi alifu an Amir ibn Sa'd, kutokana na Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas anna abahu qala, kwamba baba yake Sa'd ibn Abi Waqqas amesema fi maradhihi alladhi mata fihi, katika maradhi yake ambayo yalifia maradhi hayo, alihusia akasema alhidu li lahdan, nikimbieni mwanandani kama sheria ya kidini ilivyo, wansibu alayya labina nasban, na katika mwanandani mnyoshe matofali mnyoosho wa sawa sawa, kama rasuli abi rasulillahi, kama alipofanyiwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Baun, athari nyingine ya pili ambayo hii ndio tupeleka hapa katika sala. Maneno gani hayo? Katazo la mtume kuhusu kuliongoza jeneza la muislamu kwa moto. Anasema an Abi Burda qala, kutokana na Abi Burda amesema awsa Abu Musa radhiyallahu anhu, alihusia Abu Musa al-Ash'ari, Mwenyezi Mungu amradhi, ina hadarahu al-maut, wakati alipomhudhuria yeye mauti. Faqala, akasema hivi katika wasia wake, akasema idhan talaqtum bi janazati, Waislamu mtakapoondoka na jeneza langu mnakwenda kunizika, kwanza pateni sheria ya kwenda nalo. Fa asri'u bi al-mashi, fanyeni haraka kwangu mimi kwenda nalo jeneza lile, msende mkipita mkionga yonga, pole pole, nendeni chacha. Wala
tattabi'uni bimajmar, na wala msinifuate mimi kwa makaa ya moto, yani kwa vyetezo na vitu kama hivyo. Wala taj'alanna, na akazidi kuhusia akasema msijalie ala lahdi, juu ya mwanandani wangu, shay'an, chochote kile, yahulu baini wa baina turab, ambacho kitazuia baina yangu na mchanga. Msiweke chochote, mkishanilaza kwenye mwanandani juu yake ufuatie mchanga moja kwa moja. Msije mkaniwekea mimi ubao wala majani wala nini. Anahusia Abu Musa al-Ash'ari. Ina maana hii kawaida iliyopo ya kumlaza maiti katika mwanandani na kuweka ubao juu yake na majani si katika kawaida ambayo masahaba wanaitambua. Sisi tunafanya ipo katika usulul fiqh, mlango unaosema katika ijma' makubaliano ya Waislamu liko jambo linaloitwa urful aada, kawaida ijulikanayo, mazoea ya watu, basi vile vile iheshimiwe katika dini ya kufuatwa, ikiwa kawaida hiyo haijenda kinyume na mambo ya Mtume wa Mungu. Kwa mfano, kuna kawaida ya Waunguja wanapovaa kanzu, kawaida ya Waunguja ni kuvaa kofia ya kiua au kofia yote. Ni jambo lijulikanalo hilo, haimo katika dini kofia ya kiua, lakini katika urfu jambo lilozoeleka linatambulikana. Kwa hivyo itabidi mtu aheshimu kawaida ile, hata kuingia msikitini akitaka kusalisha awaheshimu wale watu Unguja kwamba hii ndio kawaida walioizoea. Ukiingia kichwa wazi na kanzu yako tu watakuona kama si mtu kawaida. Ukikaa mbele yao watu Unguja wataka kuwazungumzia dini, kama hujavaa kanzu na kofia watakuona kama hichi kibazameni kimekaa mbele yetu kinaleta mambo gani hapa sasa. Ndio nataka kuambia nini? Kavaa kishati slim fit virembo, japokuwa ile si katika dini, lakini ni katika urfu al-ada. Ni jambo ambalo halijakiuka mwenendo wa Mtume. Umevaa vizuri kanzu na kofia sawa sawa, ukikuta hiyo ni kawaida basi inabidi uheshimu. Ukipishwa kusalisha basi uende katika mwendo ule. Lakini kawaida za watu tu ikiwa zinakwenda kinyume na mafunzo ya Mtume, kawaida hizi zinakanyaga. Mazoea haya hayafai kabisa. Kwa hivyo tumejizoelea mambo katika kuzika, akilazwa maiti katika mwanandani unakuja ubao. Ni katika mambo ya mwanzo mtu anafikiria ubao nitapata wapi? Halimo. Abu Musa al-Ash'ari anasema mkisha nilaza katika mwanandani siniwekee chochote kitachozuia baina yangu mimi na udongo. Wala taj'alanna, na pia msijalie ala kabri bina, juu ya kaburi langu msiweke jengo lolote zaidi ya shubiri moja kwenye kaburi. Msiweke jengo. Imezoeleka makaburi kumwetu humu kujengewa na mazawia na vibanda na kuwezekwa mabati vile vile, kaburi likawa limekaa kwenye mabati. Hii ni kawaida, lakini imekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume. Kawaida hiyo na watu, ama ile kawaida nzuri ambayo ndani ya Uislamu inatakiwa, basi kama iko kawaida basi itaheshimiwa katika dini. Kisha Abu Musa akasema wa ushhidukum, nami nakushuhudisheni kabla sijakata roho, nakushuhudisheni nyinyi ni mashahidi wangu, anni bari'un, kwamba mimi niko mbali mno, min kulli halika, kutokana na kila atakayeomboleza msiba wangu kwa kunyoa nywele, au salika au kharika, au akaomboleza kwa kujipasua mashavu na kujipiga, au akapasua nguo. Qalu, wakamuuliza sami'ta fihi shay'an, kwani mambo hayo unahusia Abu Musa umesikia ndani yake chochote? Qala na'am, akajibu ndiyo, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hayo yote ninayasema kwa sababu nimesikia Mtume akisema vile vile. Kwa hivyo ndani yake hapa tumepata tamko la wazi kabisa katika athari kwamba ni makosa kuliongoza jeneza la Muislamu kwa vyetezo au kuwasha moto, ikiwa ni vyetezo, ikiwa mshumaa
au chochote kile kilichofanana na moto. Wa amma al-atharu, amma kuhusiana na athari, yani maneno ya masahaba, maneno ya matabiina, fa anna Amr ibn al-As, kutokana na bwana Amr ibn al-As annahu qala fi wasiyatihi, kwamba Amr ibn al-As alisema katika wasia wake aya yafuatayo, na yeye pia alisema fa idha ana mitu, mimi nitakapokufa. Amr ibn al-As huyo anasema nitakapokufa mimi, fala tushibni naiha wala nar, msinifuatanishie mimi kaburini kwangu na muombolezaji wa kike yoyote au hata wa kiume, na wala moto msiniongozee kijineza langu mbele, kwani hayo ni katika mambo ambayo mtume wa Mungu ameyakataza sana. Athari hii akhrajahu Muslim, ameitoa Muslim wa Ahmad pamoja na Ahmad. Wa an Abi Huraira, athari nyingine inapokewa kutoka kwa sahaba wa mtume Abi Huraira radhiyallahu anhu, annahu qala, ya kwamba Abi Huraira amesema, hina hadarahu al-maut, wakati yalipomhudhuria mauti na yeye alipojiona yuko katika sakaratul maut, akasema Abi Huraira, la tadribu alayya fustatan, msinipigie juu yangu fustatan. Fustatan ni chochote ambacho kinatoa mdundo wakati wa muzikoni, hata nyayo step za kwenda kidogo kidogo, kama Wakristo wanapoliongoza jeneza na kama liko mbele, basi wanapiga fustatan, wanakwenda kama parade. Utasikia miguu inakwenda sawa sawa kabisa, mlio wa miguu, na wanafanya maksudi ili wapate khushui. Hamna mambo kama haya. Msinipigie mimi mdundo wowote utakaoleta pale kama intidham ya kwenda nalo jeneza. Hamna intidham maalum. Tena hapo kinafuatia kila cha kupigwa, ikiwa makofi, ikiwa madufu, ikiwa chochote kile cha kupigwa kinafuatia hapo. Wala tattabi'uni bimajmar, na wala msinifuate mimi kwa makaa ya moto wala mishumaa. Wa fi riwayatin binarin, katika riwaya nyingine imekuja binarin badala ya majmar, lakini yote ni katika maana moja. Athari hii rawahu Ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahih, ameisimulia Ahmad na wengineo kwa mategemezi ya kwa sahihi, kama yaati baada mas'ala, kama itakavyokuja baada ya mas'ala haya. Alhadithu thani, hadithi ya pili. Wa yalhaqu bidhalika, na inakutana na mambo hayo yaliyokatazwa kwenda na jeneza, vile vile inaingia hapa rafu sauti, kunyanyua sauti, inaingia moja kwa moja katika fustata. Kama kapiga kigoma mtu nakuwa, kama kapiga hatua za miguu nakuwa. Wa yalhaqu bidhalika rafu sauti, na inaungana na katazo hili vile vile kunyanyua sauti. Kunyanyua sauti huko bidhikri, kwa kuleta dhikri, utaje wa Mungu, amama janaza, mbele ya jeneza, jambo hilo halifai. Anasema Sheikh Muhammad Nasruddin Albani kwa kinywa kipana, na kaandika kitabu hichi. Maana yake ukiandika pahala kitu kwa mkono au chapa, ndiyo umejikwamisha. Maana yake unatangaza vita. Kaandika kitabu, katoa duniani, anasema kunyanyua sauti kwa kuleta dhikri, utaji wa Mungu, ikiwa ni kusoma Qur'ani, kumsabihi Mwenyezi Mungu, kumtaja Mungu kwa sifa yote yake Mwenyezi Mungu. Jambo hilo wakati wa kwenda na jeneza halifai. Kwa nini? Li'annahu bid'atun, kwa sababu ni uzushi, kwa sababu ni jambo ambalo limekosa kiigizo, halina yoyote ambaye anaigwa kuanzia mtume au khalifa wa mtume au sahaba wa mtume. Ingawa wale walioyazusha haya kwa kuyaona mazuri mno, wanatia hoja, wanasema sasa tufanye nini bali? Tuwaachie watu wazungumze mambo ya Simba na Yanga, tuwaachie watu wazungumzie habari ya taarabu zao,
Sisi tumeona ya kwamba pale tuwazime wasizungumze dunia ile kwa kuweka kumtaja Mungu. Hiyo ndiyo kiasi unayotumia, la qiyas ma'an nas. Jawabu ya mkato katika elimu ya usul fiqh inaambiwa hakuna ruksa ya kutumia logic, hakuna ruksa ya kutumia rai, kiasi pamoja na dondoo zilizokuja. Kama kuna aya ya Qur'ani, kama kuna kauli ya mtume, kuna ruksa ya kutumia akili. Mtume kakataza jeneza la Muislamu lisifatwe bisautin wala nari, maneno yamekwisha. Bisautin hakadha kwa tanwin, kwa sauti yoyote, sio sauti ya mazungumzo ya kidunia tu kwamba dhikri itafaa. La yutba'u janaza, halifatwi jeneza la Muislamu bisautin, kwa sauti yoyote, wala nari. Hii hadithi sahihi, daraja yake ya usahihi inakwenda mpaka kwenye mutawatir. Ni hadithi imekuja hata kuliko njia 10. Lisifatwe jeneza la Muislamu kwa sauti yoyote, wala kueshewa moto mbele yake. Kwa hivyo hapo sauti ni sauti, inaingia kumtaja Mungu, kusoma Qur'ani, maneno ya kidunia bisautin. Na Albani anasema li'annahu bid'atun, kwa sababu kunyanyua sauti huko ni uzushi, hata ikiwa ni kumtaja Mungu vile vile. Waliqauli Qais ibn Ubada, na kutokana na kauli ya bwana Qais ibn Ubada anasema kana ashabu nabii sallallahu alayhi wasallama, walikuwa masahaba wa mtume yakrahuna raf'i sauti, wanachukia kabisa kunyanyua sauti inda aljanaizi, mbele ya majeneza. Masahaba wa mtume hawawezi kuchukia jambo isipokuwa limekuwa ni katazo la mtume. Akhrajahu al-Bayhaqi, hayo ameyatoa Imam Bayhaqi bisanadin rijaluhu thiqatun, kwa mategemezi ambayo watu wake waliotaja ni watu wa kweli madhubuti. Kwa nini sauti ikatazwe? Walianna fihi tashabbuhan bin nasara, na ni kwamba hatari yake hapo ndani yake kuna kujishabihisha na hawa manasara. Fa innahum, wa hakika ya hawa manasara, yarfa'una aswatahum bi shay'in, wananyanyua sauti zao wakati wanapokwenda na majeneza, bi shay'in min anajilihim, kwa chochote katika injili zao. Kuna mambo ya mashairi kwenye injili mle, kuna mambo ya kwaya, lazima waimbe kidogo, lazima walete nyimbo za kwaya kidogo wakati wanakwenda na majeneza. Waislamu wakianza kunyanyua sauti hapo imekuwa tashabbuhan bin nasara, wanajishabihisha na manaswara, na kwamba kwa kuwa kauli ya mtume imesema mwende kimya, basi suala hapo ni kwamba watu waende kimya. Hiyo ndio sheria ya mtume. Wao manaswara wananyanyua sauti zao bi shay'in min anajilihim, kwa chochote kile katika maneno ya mashairi yaliyomo katika injili zao. Ukifungua Biblia katika milango yake, baadhi yake utakuta katika injili ile mna mashairi mengi, basi uchagua abiyati zilizowafaa wale wakazitia pale wakati wa mazishi na jeneza. Wa azkarihim, na wanaleta dhikri zao za kinasara naswara, ma'atamtiti, pamoja na kuweka midundo ya miguu inakuwa sawa, step zile zinakwenda kwa mpigo, utafikiri askari wanafundishwa gwaride. Watalhini, na kuzifanya ndimi zao zipotoke katika kitabu cha Mungu, wanatamka maneno kwa lugha nyingine kabisa, nyimbo kabisa. Watahzini, na kuweka huzuni ndani yake. Wakifanya hayo Waislamu wanajishabisha na maswala. Na kwetu ile dhikri ya Mwenyezi Mungu inaletwa mpaka inakuja katika namna ya nyimbo vile vile. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Alafu grupu ya kutikia kukaruka rhythm namna kama hiyo, inakwenda mpaka wengine wanafuata kwa makofi. Sasa inakwenda mpaka wakikosa kupiga wanalipiga jeneza lenyewe lile, alimradi upatikane mdundo. Inakwenda mpaka nai fluti zinatiwa mle na dufu na ghasia, mpaka inakuwa tena ile tafakur ya kwamba watu wako mazikoni na wamempoteza mwenzi wao,
waliokuwa wamekaa naye darasani msikitini jana au sasa hivi, na kwamba mtu hajijui mwenzangu amehitimika hivi, je mimi nitahitimika vipi? Ile tafakuri ya kwamba yeye yuko mazikoni pale inaondoka kabisa. Ukitupa macho chini kwenye kitabu chako kurasa wetu tunaendelea nao namba 71, kuna maneno chini nambari 1 pale kaandika hapo ndogo, anasema kuhusiana na jambo hili la kuinua sauti wakati wa kwenda na jeneza. Qala an-Nawawi, amesema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amesema maneno fil adhkari katika kitabu chake mashuhuri mno kinachoitwa al-Adhkari an-Nawawi, mashuhuri sana hiki, na imekuwa vizuri sana maneno haya kuyatamka al-Imam an-Nawawi kwa sababu yeye al-Habib an-Nawawi anapendwa sana, ni mtu wa Kishafi. Angelitamka bin Taimia watu wangemtukana kwamba hawa ni mawahabi hawa, huyu bin Taimia huyu ni mafunzo ya Muhammad ibn Wahhab. Angetamka Ibn al-Qayyim angeambiwa ni mwanafunzi wa bin Taimia. Hawa ni katika grupu ile wasiotaka kumtaja Mungu, hawa wanapinga Qur'ani, hawa wanapinga mtume soliwe, hawa ndio wale mawahabi. Lakini uzuri wake ameyatamka al-Imam an-Nawawi aliyekusanya hadithi katika Riyadhus Salihin, anasema hivi, ameyasema hayo kwenye al-Adhkari sahifa nambari 203. Imam an-Nawawi amesema hivi, wa'lam, na napenda ujue msomaji, tambua, anna as-sawaba wal mukhtara, ya kwamba jambo lililosibu la uhakika la kweli na ndo lilo lilochaguliwa na Waislamu wenye kujifunga na Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwanza limesibu ndilo, na halafu limechaguliwa na ijma'i ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Wama kana alayhi salaf, na ndo ndilo ambalo wamekuwa nalo jambo hilo watu wa zamani wa mwanzo, maswahaba wa mtume na waliofuatia maswahaba radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi, lilokuwa ndilo na lilochaguliwa na mwendo waliokuwa na maswahaba. As-sukut, ni kunyamaza, fi hali sayri ma'al janaza, katika wakati wa kwenda pamoja na jeneza. Maneno haya sasa anayasema Imam an-Nawawi. Sisi hukosa bahati maskini za Mungu, utaona matusi yote hutuangukia sisi. Kwa mfano, tukikuta kwenye vitabu maneno ya jamhuri katika upande wa kisunna, nini maana yake? Ni kauli ambayo wameitamka watu watatu wakamwacha mmoja, jamhuri inakuwa. Wanne ni Abu Hanifa, orodha yao hiyo, Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbali. Hii ni jamhuri ya sunna hii, maimamu hao orodha yao ni wanne. Sasa unapata jamhuri inakuwa ni watatu, miongoni mwao mmoja katamka kauli peke yake. Ilivyo hapo utafuata jamhuri. Kwa mfano, jamhuri ikisema kuhusu mwandamo wa mwezi wa Ramadhani ukionekana popote pale ufungwe, hiyo ni kauli ya jamhuri, hiyo ni kauli ya Abu Hanifa, Maliki pamoja na Ahmad bin Hanbali. Shafi peke yake ametumia kiasi, akaona kwamba kila nchi una mwandamo wake. Jamhuri imesema kwamba popote pale, muhimu ni kupata habari. Sasa tukiyasoma yale kwenye vitabu na watu wanayajua na vitabu wanavyo kwamba ile ni kauli ya jamhuri, huangusha matusi kwamba watu wa pahala fulani, watu wa msikiti fulani. Bwana wewe, tamkeni waziwazi kwamba mnawatukana kina Malik ibn Anas, Imamu Darul Hijra, ambaye mtume kambashiri watapiga watu ukwata ngamia kuifuatia elimu katika ardhi hii ya Mwenyezi Mungu, wasimpate mwanachuoni ila alimul Madina Malik ibn Anas. Yeye ni miongoni mwa waliosema popote pale utapoonekana mwezi basi watu wafunge na kufungua. Madhali kupata habari. Anamfuatia nyuma yake Ahmad ibn Hanbali, mwanafunzi wa Shafi, kamkiuka shekhi wake hapo, kamwachilia mbali Shafi hapo na rai yake.
na aliye mzee kuliko wote Abu Hanifa rai yake ndio hiyo hiyo. Na Shafi ukimuuliza mategemezi yako wewe, rai yako ni nini unaegemea, si kama anayo hadithi ya mtume au aya ya Qur'ani, isipokuwa yeye ameona tu kwamba kwa mujibu wa habari mtu atapata vipi, kalinganisha na wakati huo mnyama ndio chombo chenyewe cha mawasiliano, analinganisha kwamba atafikaje mtu, masafa gani atakwenda mpaka apate habari wa nchi ya pili. Akamtizama mnyama yule, akamkadiria anaweza kwenda maili kadhaa, 554 maili kadhaa. Akasema hii nalinganisha kutokana na masafatul qasri, masafa ya upunguzwaji wa safari katika sala. Lakini halaumiki Imam Shafi, likulli mujtahidin musibun, kila mwenye kujitahidi anapata fungu lake. Na yeye kasema mtapokuta kauli yangu imesibu kutokana na Qur'ani na ya mtume, ikamateni muifate. Lakini kama mtakuta ya mtume wa Mwenyezi Mungu yamekwenda kwenye upande mwingine na kauli yangu imekwenda upande mwingine, ipigeni na kiambaza kauli yangu, msinifuate mimi. Lakini matusi huwa aghlabu yanawaangukia wasemaji kama sisi, na tumeyakuta kwenye vitabu ya na watu wanayajua wanayo. Na kama habari hii vile vile kutokunyanyua sauti wakati wa kwenda na jeneza, watu wakafumba macho. Yadhkari Nawawi wanazo, kwa sababu ni kitabu maarufu sana hicho. Yadhkari Nawawi, mtu haridhiki kabisa kama hajapata Yadhkari Nawawi akajua namna gani mtume wa Mungu alikuwa akimdhakiri Mola wake tokea anapoamka asubuhi mpaka anapolala. Humo Imam Nawawi kayatazama maisha ya mtume tokea anaamka mpaka analala. Basi humo akaja zake mpaka akataja namna gani mtume anakwenda na jeneza mazikoni, kauli zake, vitendo vyake vikatiwa. Akasema Imam Nawawi, wa'lam, tambua ndugu yangu Muislamu, anna as-sawaba wal mukhtara, jambo lililosibu na ambalo limechaguliwa, wa ma kana alayhi salafu radiyallahu anhum, na lile ambalo ndilo lodumulalo watu wa mwanzo, as-sukutu, ni kunyamaza kimya bwana, fi hali sayri ma'al janaza, katika wakati wa kwenda na majeneza. Ataruka mtu akwambie haya madhehebu hatuyatambui sisi, mnafuata mawahabi hawa. Huyu Imamu Nawawi si wahabi. Imamu Nawawi ni mtu wa Kishafii mkubwa mno, lakini anafurahisha sana Imamu Nawawi wakati anaposoma mambo ya dini ya kisheria, akikuta upande wa Sheikh Shafi umekwenda vingine na haki kwa vingine, anasema kwa mfano katika mlango wa maji kuhusiana na hadithi ya qullataini ambayo Shafi kaikamata hiyo, kazitizama dalili zinazokwenda Imam Nawawi, akatia recommendation. Anasema wadatu anna madhhaba ash-Shafi'i kana ka madhhabi Malik fil miyahi, nimetamani na mimi madhehebu ya shekhe wangu Imam Shafi yangelikuwa kama madhehebu ya Maliki katika upande wa maji. Kwani katika upande wa Kishafi kuna ugumu mkubwa. Kuna kauli ambayo imekuja kwamba inaambiwa ya mtume, idha kana al-ma'u qullataini basi lam yahmil al-khabath, yatafika maji kiwango cha qullataini hayabui uchafu. Qullataini haijulikani kitu gani, na maana ya neno la yahmil al-khabath haijulikani maana yake. Hiyo hadithi yenyewe mudharibun sanadan wa matana, kama alivyoitaja mwenye fiqh sunna za Kisabiki, inayumba katika upande wa mategemezi na inayumba upande wa maneno yake hayafahamiki. Imam Nawawi ameitizama hadithi ile, akawatizama kina Malik wanavyosema, akawaona kina Malik wako juu ya dalili, akasema wadatu, nimetamani hapa, mimi ndo mtu wa Kishafi bwana, lakini hapa nimeona haki upande fulani ya kwamba maji yanaangaliwa sifa zake tatu tu, hayaangaliwi wingi wake. Sifa zake tatu ni ladha, harfu na rangi. Wakati wote kiharibika mmoja katika sifa hizo basi, lakini kama yamethibiti katika harfu, rangi na ladha, qalla am kathura, mengi au machache, basi maji hayo ni tahir au tahur. Akasema Imam Nawawi huyu, wadattu law anna madhhab Shafi'i ka madhhab Malik fil miyahi, natamani iwe hivyo. Na hapa anasema hivi, kwa hivyo
fala yurfa'u saut, basi pasinyanyuliwe sauti yoyote, biqira'atin, kwa kisomo cha Qur'ani, wala dhikrin, wala utaje wa Mungu, wala ghairi dhalika, wala jambo jingine sio kwa hilo. Huyo ni Imamu Nawawi. Watu wa khurafati wanaweza kuthubutu hapa kumwambia Imamu Nawawi anawakataza watu wasome Qur'ani, anawakataza watu wasimtaje Mungu? Mashambulizi hayo anaweza katupia huyu Alhabibu? Au basi tu mtu akitaka kumtukana mtu amchagulie tu, si mbembelea maneno tu? Huyu ni Imamu Nawawi, na maneno haya Al-Albani ameyachukua, ameyanakili katika Al-Adhkar, si kama kayasukuma tu. Anawaambia tuna sahifa fungua 203, wala ghairu dhalik, wala sauti jambo jingine mbali ya kisomo na kumtaja Mungu. Wal hikmatu fihi dhahira, anaendelea Imamu Nawawi, na hikma iliyopo ya kunyamaza kimya iko wazi wazi wakati wa kwenda na jeneza. Wahia, na hikma yenyewe, annahu askanu li khatiri, kwamba hiyo ndio inaotuliza mawazo ya mtu, wa ajma'u li fikrihi, na ndio tukusanya fikra yake. Inatakiwa aliyekwenda mazikoni mawazo yake yote yaweko pale kwa yule maiti, fikra zake zote anajifikiria, na mimi nitakufa lini na kifo changu kitakuja katika sababu gani? Huyu ni classmate wangu na napumzika sasa, au pengine ni desk mate, watu mbali classmate, alikuwa anakaa naye kwenye deski moja, kamtoka ghafla, na pengine ajali yenyewe ilipokuwa inatokezea amekaa naye hapa na hapa, anakufa anamuona yeye kapona. Au pengine ni teammate wake, anacheza naye mpira pamoja, na kifo kimetokezea, wako uwanjani, pengine yeye ndio alosababisha, kajipiga kona, watu wako juu rukiana, mwenzao pale kabaki akafa pale pale. Anatakiwa pale mtu fikra zake zote ziweko pale, anakwenda deep, anafikiria uungu na jambo ya haki ya mauti. Ukianza kuinua sauti unafukuza fikra zile zisiwepo tena, kwani huyo Mungu hapo huwa hatajui kweli, panafanywa zihaka tu, mzaha tu. Hizo la ilaha illa Allah hizo zinakuwa ni nyimbo tu. Wangapi la ilaha illa Allah zinatajwa zile, na wangapi wanazungumza buheri, bali panapangwa miadi ya kupeana funguo za kona kabisa hapa zikoni, kwamba kutoka hapo watu wanapeana funguo kwamba watakwenda kwenye kona zao fanya maovu. Anaendelea Imam Nawawi, anasema hikma iliyopo hapo ni wazi kabisa. Wahia, na hikma yenyewe, annahu, ya kwamba kinyamazo kile, askanu li khatiri, kutatuliza mawazo yake mtu, wa ajma'u li fikrihi, na kutakusanya fikra zake zidumu pale katika mambo jeneza, fima yataalaku bil janaiz, fikra zile, mawazo yale yawe yanafungamana na mambo yaliyohusiana na mazishi. Wa huwa al-matlubu, na hilo la kufikiria mambo yale wakati ule ndio jambo litakiwalo. Fi hadha al-hali, katika hali hii ya kwenda mazikoni, mtu fikra zake zote ziweke pale, au fikirie uungu. Anasema fahadha huwa al-haqu, basi hii ndiyo kauli ya haki, ingawa kuna maneno mengine wanayasema watu, manake pale tumeona sisi tusome Qur'ani, pale tumeona sisi tumtaje Mungu, wazuia watu wasizungumze. Hizi ni fikra ziko batil ma'a an-nas, la qiyas ma'a an-nas, hakuna ruksa ya kutumia kiasi madhali yako maneno ya mtume ndani au aya ya Qur'ani. Nakumbuka iko darasa moja aliuliza mtu, je, ni habari ya mazikoni baadhi ya watu wasoma Qur'an hivi? Sasa hili jambo rasmi najibiwa. Mambo ya kiraa pale si pahala pake, hapa husiani na kiraa pale. Wakati ule wa kwenda na jeneza ni sukuti, ni kunyamaza kimya. Tayeb, anaendelea al-Imam an-Nawawi, anasema wala taghtarru bi kasrati man yukhalifuhu. Al-Habib an-Nawawi huyo anasema usidanganyike Muislamu kwa wengi wanaokwenda kinyume na mwendo huu. Usidanganyike na wengi wao, hata kama itakuwa ni majority wanafanya hivyo, wewe peke yako nyamaza kimya. Ukiweza kukataza hapo kataza, unajiona kama itakutia balaa, nyamaza kimya peke yako, jitenge bali. Imam Nawawi anasema wala taghtarru, wala usidanganyike Muislamu bikathrati man yukhalifuhu, kwa sababu ya wengi wanaokwenda kinyume na mwendo huu. Faqad qala Abu Ali al-Fudaili
Kwa hakika amesema Abu Ali al-Fudayl ibn Iyadh radhiyallahu anhu, ameyasema maneno ma maanahu, yako sawa sawa na hilo kwambia mimi kwamba usidanganyike na wingi wa wafanyayo. Abu Iyadh kasemaje na yeye? Abu Iyadh kasema ilzam turqal huda, jilazimishe kufuata njia ya uongofu, wala yadhurruka qillata salikina, na wala isikudhuru uchache wa wanaoshika njia ya uongofu. Ukaona mbona njia hii inafuatwa na hawa watu, isikudanganye hiyo. Mwenyezi Mungu anasema la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith, hayawezi kuwa sawa mazuri na mabaya hata kama itakuwa ajabaka, inakupendezesha wewe, kathratul khabithi, wingi wa mabaya. Ndio nini maana hiyo? Ndio nini wingi ule? Kwa hivyo huenda ikawa wanaoshika haki ni kidogo sana, basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu wanatamani hao, na haki siku zote huwa inafuatwa na watu wachache. Mwenyezi Mungu anasema wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni kidogo sana katika waja wangu wanaonishukuru mimi, wengi kabisa. Wala tajidu aktharahum yu'minuna billahi illa hum mushrikun, huwezi kuwapata watu wengi wanaoabudu Mwenyezi Mungu sawa sawa bila kumshirikisha, isipokuwa wengi wao wanakuwa washirikina, wengi wao waovu, wengi wao wazushi katika dini. Wanaofuata njia ya Mwenyezi Mungu ni kidogo sana kabisa. Ilzam turuqal huda, ilazimishe kufuata njia ya uongofu, wala yadhurruka qillata salikina, na wala isikudhuru wewe uchache wa walioshika njia ya uongofu. Wa iyyaka wa turkad dalala, anaendelea Iyadhi huyo, na tahadhari wewe na njia ya upotofu. Wala taghtarru bikathrati halikina, na wala usidanganyike na wingi wa wale waliopotea katika njia ya uongofu. Usije ukaona mbona wengi basi uko huku, maana binadamu utafuta mbona wengi wako huku, atazame haki inavyosema, anatizama kwamba mbona wengi wanafanya. Anaendelea al-Imam an-Nawawi kusema maneno ya mwisho, waqad rawaina fi sunan al-Bayhaqi, na tumeyasimulia maneno haya sisi katika sunna za Bayhaqi, ma yaktawi ma qultuhu, mambo ambayo yanahukumu sawa sawa na niliyosema mimi. Yushiru ila qawli Qais ibn Ubad, anaashiria kwenye kauli ya bwana Qais ibn Ubad. Yamekusha maneno ya Imam Nawawi. Sasa naendelea al-Imam au Sheikh Muhammad Nasruddin Albani kusema wa amma ma yaf'aluhu al-jahala, na ama yale mambo wanayofanya watu wajinga wasiosoma sheria ya kidini, wasiojua kwamba hapa sasa hivi panatakiwa nini katika jambo la dini, maana kila kitu sheria. Thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amr fattabi'ha, tumekuwekea sheria kwenye kila jambo mja kwanza. Sasa wajinga wasioelewa sheria nasemaje, wanafanya nini wao? Min al-qira'ati ala al-janazati, kuleta habari ya kisomo cha Qur'ani kwenye jeneza wakati wanakwenda nalo, au wakati maiti yanazikwa chini, juu kuna watu wanagawana juzuu pale kaburi pale. Mambo yale hawafanyi watu wasomaji, wanafanya wajinga. Wasomi hawafanyi yale pale, wanamjua mtume alikuwa anafanya nini pale. Ma yafaluhu al-jahl, ama yale wafanyayo wajinga min al-qira'ati ala al-janaza, kuhusu kisomo cha Qur'ani juu ya jeneza bi Dimashq, mambo yanayofanywa katika mji wa Damascus. Anavyoelewa yeye Albani, hakika kuna miji mingine huko kama kwetu yako kwa vile. Hajaja Albani kwetu kuja kwa mambo huko, angetaja hapa kama wafanyavyo Dimashq na Zanzibar vile. Anasema lakini wa ghairiha, na kuna miji mingine vile vile inafanya, haijama tumeingia hapa vile vile. Min al-qira'ati, kutokana na kisomo, bitamtiti, kwa kuyonga msomaji pozi zilizopita mpaka. Atafuta msomaji mwenye huzuni ya kuhuzunisha watu pale, akisoma watalia watu pale maziko, japokuwa hachungi ahkamu ya Qur'an hata moja, lakini sauti yake kama inakwenda kwa madaha atatafutwa yeye. Wa ikhrajil kalami an mawadhi'ihi, na wakati anaposoma na kuyatoa maneno ya Mungu katika mweko wake wa maana na kusudiwa.
ikiwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yakasema wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ikhraj al-kalam an mawadhi'. Ikiwa Qur'ani imesema aya kwa mfano la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim, wallahi nyinyi waislamu mnatisha zaidi katika nyoyo za wanafiki au makafiri, basi atasoma la antum ashaddu rahabatan, hususan akiwa na ya pale kuna na alifu mbele yake. Alifu ya pale haifanyi kazi katika mada. Sheria ya usomaji wa Qur'ani pale muhimu mno kuitambua la ile. Ukifungua msahafu utakuta la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim, lamu yake imewekewa alifu, lakini alifu ile inakuwa si harfu mada. Yatakiwa usome kwa lamu al-qasam la antum, harfu moja, la antum ashaddu rahabatan. Ukisema la antum ashaddu rahabatan, unakataa kwamba nyinyi hamkuwa mnatisha zaidi nyinyi. Mungu anasema nyinyi mnatisha, unakataa nini wewe? Na Mungu anasema la antum ashaddu rahabatan, wewe unataka nini? Basi kama hujijui unakataa vile bali. Ikhrajul kalami an mawadhi'i, huko inakuwa ni kuyaondosha maneno ya Mwenyezi Mungu katika mweko wake wa maana. Na mifano kama hiyo iko mingi kwenye Qur'ani Karim. Jambo lote hilo la kiraa fa haramun, ni haramu kusoma Qur'ani wakati wa jeneza, ikiwa kwenda nalo maiti nazikwa au baada ya kuzikwa siku ya 3 au siku ya 40, fa haramun, jambo hilo ni haramu biijma'i ulamai, kwa makubaliano ya maulama wote. Waqad awdahat qabhuhu, na kwa hakika umekuwa waziwazi ubaya wake. Wa ghaludha tahrimuhu, na umekuwa mkubwa mgumu mno uharamu wake. Wa fasq, na amefanya fujo vile vile. Wa fasaka, na itakuwa kufanya fiski kubwa. Man tamakkana min inkarihi, mwenye uwezo wa kuyakataza haya yakifanya mbele yake, halafu falam yunkirhu, akayaacha siyakataze. Kafanya uovu aliyekuwa hakuyakataza, watu la mambo kafanya basi, au mwenye kushadidia na kuyatolea hoja kwamba yanafaa. Yule aliyeona haya yanafanywa asiyakataze, basi wafasaka, anasema ndani maneno hayo, amefanya fiski kubwa. Man tamakkana min inkarihi, yoyote mwenye uwezo wa kuyakataza haya, falam yunkiruhu, asiyakataze, wachilia mbali mwenye kuyatetea sasa akayatolea hoja. Kuna watu wanakataza watu wasome Qur'ani. Bwana wewe, sisi ndo katika watu tunaosomesha Qur'ani kilillahi. Ukiamka alfajiri njoo tupate msikitini, tunawahifadhisha watu Qur'ani kilillahi kila siku. Vyuoni wapi watu wanapata neema kubwa ya kuhifadhi Qur'ani kwa kawaida zake. Anasema kwamba anakataza watu wasome Qur'an ili kutia sumu. Mtu akishasikia hivyo tena mtu mbaya sana huyo. Basi anakataza watu wasome Qur'an, au akishasikia maneno yanasema anakataza kumsalia mtume. Kwa watu wale madhehebu yao kumsalia mtume haramu wale, basi katika pahala anapotakiwa mtume asaliwe vilivyo ni hapa msikitini kwetu. Basi anatakiwa mtume asaliwe hasa vile vilivyo, na wote wanaomsalia mtume hawamsalii vilivyo, wanamtukana, wanamfanya mpaka Mwenyezi Mungu mwanamke. Tembea katika misikiti fulani, ungojee pale nyiradi baada ya sala, utasikia maneno yanasema Allahumma salli. Ukitia salli na yeye pamoja, Mungu ni mwanamke manake. Hiyo ni fil amri, kumamrisha mwanamke hiyo, hapana yeye pale salli ala Muhammad, na sio salli. Ukitia salli umemfanya Mungu mwanamke. Tayib, wafasaka man tamakkana inkarihi, amefanya fiski kubwa mwenye uwezo wa kukataza haya, falam yunkiru, asiyakataze. Fi kitabu, mambo haya yamo fi kitabi adabi alqiraa, nimeeleza katika kitabu cha adabu ya kisomo. Wallahu almusta'anu, na Mwenyezi Mungu hasa ndiye mwenye kutakwa msaada. Anayafunga maneno Albani, anasema wallahu almusta'anu, maana haya mambo namna yalivyozakaa unaweza kuyazungumza baada kuandika wewe, utaonekana mtu una maana tu. Basi anasema wallahu almusta'an, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuomba msaada na fujo hii ili waingilia Waislamu katika dini yao. Tumerejea juu tena ukurasa huo wa 71. Wa aqbahu min dhalika,
na lililo baya zaidi kuliko hayo tashyi'iha bil azf au bil uzf, ni kuyashindikiza majeneza kwa nyimbo, ala al-alati al-musiqiyya, na kutumia vyombo vya muziki, ikiwa ni dufu au firimbi ya nai ile, wanaweza kujiona kutarika pande sawa sawa wao, maana mambo yao yote flute, nai na dufu, basi mpaka mazikoni hutumika hizo kwa mwingine. Hilo ndo baya zaidi, amamaha, mbele hayo majeneza. Azfan hazinan, nyimbo za huzuni, kama yufalu fi ba'd albiladi, kama yanafanywa haya katika baadhi ya miji alislamia ya Kiislamu, taklidan lilkufari, kwa kuiga vitendo vya makafiri. Na pia vile vile hapa anasema wallahu almusta'an, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutaka msaada, maana mambo yenyewe yameingia mpaka yazemeki tena. Kama atatokezea mtu mshipa wa dini umpande, atake kuyazungumza haya, anaweza akadhamiwa kupigwa baada jinsi ili ilivyoharibika. Anaweza kuonekana mtu mbaya wakampigilia mbali watu. Basi Albani anasema Allahu almusta'an, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuomba msaada na mambo haya yanayoingia fujo kabisa katika dini. Wayajibu al-isra'u fi sayri biha, na vile vile ni wajibu kufanya haraka katika kwenda nalo jeneza. Vile vile haifai mwendo mdogo mdogo, sairan, mwendo uwe umechafuka, lakini duna ramadi, kinyume na kutrot, wasije katroti watu mbio hasa bana, si kwenda mbio, ni mwendo haraka, mchafuko wa mwendo kukazana. Hapa kusudiwa hapo nini, mwendo wenyewe haraka mpaka watu wakimbie nalo, kukimbia nalo makosa. Duna ramal, kinyume na kwenda matiti. Wa fi dhalika ahadithun, na katika jambo la kwenda na jeneza mbio na kwa haraka kuna hadithi nyingi. Al-awwalu, ya mwanzo, ni kauli ya Mtume isemayo asri'u bil janaza, fanyeni haraka kwenda na jeneza. Fa in takusaliha, kwani huyo maiti aliyomuhumu kama atakuwa ni mwema, fa khairun tuqaddimunaha alayhi, itakuwa ni khairi kubwa sana mnamtangulizia aliyomo ndani ya jeneza hilo. Wa in taku ghairu dhalik, na kama atakuwa si mwema, mkae mkijua, fa sharrun tad'unahu an riqabikum, mmeweka kitu kibaya sana kwenye shingo zenu, kitueni haraka hicho kitu, mzigo mbaya huo, nendeni nao mbio mbio mkauweke mara moja muondoke. Pale malaika pale imeshakuwa na kazi zao nyingi za kufanya, mpelekeni haraka haraka hata kama ndame. Na kama atakuwa ni mwema, mnamchelewesha kwa mwendo mdogo mdogo, mfikisheni haraka haraka, anangojewa kule kapokewe huyo mtu. Msimuweke mpaka kaja mjomba wake atoke London, aje nani atoke wapi, au mkataka kumsafirisha kafia huko wiki nzima yuko njiani. Haraka haraka mpelekeni, mnamchelewesha huyu. Akhrajahu Shaykhani, hadithi hiyo ameitoa mashaikh wawili wa siyaqi li Muslim, na uchungwaji wa mtiririko wa maneno ni uchungwaji ambao Muslim kauleta wa ashabu sunani al-arba'a, na watu wa sunna wanne. Wa sahahahu Tirmidhi, na kaisahihisha Imam Tirmidhi wa Ahmad wal Bayhaqi min turuqin, kutokana na njia nyingi, an Abi Huraira, kutokana na Abi Huraira, walahu hadithun akhar, na ya Abi Huraira anayo hadithi nyingine, binahwi al-ati, kwa mfano kama huu, kama vile inavyokuja pili yake. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah leo tukifikia hapa, tutakuja kuondokea inshallah siku ikifika ya ahkamu janaiz ukurasa 72, tutaondokea pale kwenye athani, kwenye tajiri.